Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa klabu ya Young Africans, atuma ujumbe mzito Azam FC. Afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe ametuma ujumbe mzito kwa wapinzani wao Azam FC kuelekea fainali ya Kombe la Mapinduzi, akisisitiza kuwa atakuwepo kwenye mchezo huo muhimu unaosubiriwa kwa hamu na mashabiki wengi wa soka. Ujumbe huo wa Ali Shabani Kamwe umebeba tafsiri pana zaidi, ukimaanisha ujio wa mchezaji mpya wa Yanga Alan Okello, ambaye ni mali halali ya klabu hiyo akitokea Vipers Sport Club ya Uganda, na tayari yupo kwenye mipango ya kikosi kinachonolewa na kocha Pedro Gonçalves. Nyota huyo wa kimataifa wa Uganda ametua nchini jana na kuelekea moja kwa moja visiwani Zanzibar, ambapo alishuhudia Yanga wakifanikiwa kutenga fainali ya michuano hiyo baada ya kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya wanachui mkali wa Singida Black Stars kutokea pale Singida, katikati ya Tanzania. Uwepo Alan Okello utaongeza morali ndani ya kikosi cha wananchi wa Young Africans, huku mashabiki wakitarajia kuona mchango wake mkubwa kutokana na uzoefu na ubora alionao katika eneo la kiungo cha ushambuliaji. Kwa mujibu wa taarifa za ndani ya klabu, Alan Okello anatarajiwa kuwa sehemu ya kikosi cha Young Africans kitakachoshuka dimbani katika mchezo wa fainali dhidi ya Azam FC endapo taratibu zote zitakamilika kwa wakati. Fainali hiyo ya Kombe la Mapinduzi inatarajiwa kuchezwa Januari 13 katika uwanja wa Gombani Pemba, ambapo Young Africans na Azam FC zitachuana kuwania taji hilo, huku mvuto wa mchezo ukiongezeka zaidi kutokana na ujio wa Alan Okello. Nani kuibuka na ushindi nani kuchukua Kombe la Mapinduzi Cup mshindi, ambapo atapata shilingi milioni 150? Tunamwachia dakika 90, yeye ndiye ataamua finali hiyo. Endelea kuwa nasi Malkia wa Soka. Usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ni Young Africans dhidi ya Azam FC tarehe 13 Januari 2026. Watachuana Gombani Pemba katika uwanja huo, ambapo Azam ilimtoa mnyama Simba Sport Club katika nusu fainali na kutinga fainali, huku Young Africans ikimtoa chui Singida Black Stars katika mchezo wa nusu fainali, hivyo kufanya timu zipatikane mbili kuingia fainali kuchuana vikali, ambapo hakuna mshindi wa tatu. Ni timu mbili tu ndo zinatakiwa zichuane ili mshindi mmoja apatikane katika mchezo huo wa Mapinduzi Cup 2025 kuelekea kuanza kukimbizana kwenye mikiki ya ligi kuu pamoja na ligi ya klabu bingwa barani Afrika. Endelea kuwa nasi. Mimi ni Kulizi mpaka wakati mwingine. Kwa heri na uwe na wakati mwema.